Na uchaguzi ni mchakato, na mchakato wa uchaguzi unaanza kwa kupata wapiga kura. Na utaratibu wetu wapiga kura lazima kwanza kuna watu waandikishwe kwamba watakwenda kupiga kura. Sasa hivi hatua moja muhimu sana. Kama wataka kupika mseto wa choroko, manake bila choroko mseto haupo ovyo, bila mchele mseto haupo. Sasa mchele na choroko za mseto wetu wa uchaguzi au safari yetu ni watu kuandikishwa kupiga kura. Kinachotufurahisha ni kwamba tulikuja tukashajishana tusimamie jambo hilo, na tunawashukuru alhamdulillah kwamba kazi ile tukaifanya kwa umakini, kazi ile tukaifanya kwa juhudi, na kazi ile tukaifanya kwa ujasiri mkubwa sana. Na bali ya wasimamizi, lakini watu muhimu ni mawakala waliosimamia zoezi, kwa sababu wenzetu kazi yao ni kutupangia visa na vituko, kutupangia hujuma za kila aina. Kuna watu leo ni walemavu kwa sababu ya kuwa mawakala. Kuna watu leo ni marehemu kwa sababu ya kuwa mawakala. Kuna watu leo wamekosa msingi wa maisha yao kwa sababu ni mawakala. Kuna wengine wana sifa ya kuajiriwa, hawaajiriwi kwa sababu wanajulikana waliwahi kuwa mawakala. Kwa hivyo ni kazi ambayo inahitaji ujasiri, unahitaji kujielewa, na inahitaji dhamira ya kweli ya harakati zetu, ndio utakwenda kuwa wakala. Ndugu zangu, tulichoitana ni kuambia, na sisi viongozi mliotupa kazi hii tunathamini kile ambacho mmekifanya, na tunawapongeza sana. Na hatusemi kwa sababu ya kwa mawakala tu kujiandikisha, lakini kwetu sisi inatuambia pia mambo mawili muhimu sana. Inatuambia kwamba kwanza mna watu wanaojielewa katika harakati hizi, na hii ndio sifa kubwa ya harakati zetu, kwa sababu ikiondoka watu kujielewa, ndio utawapata wale tasi. Ndio utakapopata wale tasi kwamba katiliwa jani la mpapai kwenye dema na chicha, kakamatwa mwenyewe kaona kapata. Tuliwaambia nadhani Malindi pale kwamba papa hakamatwi kwa dema, lakini wako tasi wala hamtopata shida. Mkiakilia majani ya mpapai mtawashika. Hivyo tunao, tumewaona kwamba watu ambao wametiliwa majani ya mpapai wamejaa tele. Tahamaki yeye mwenyewe kaona kapata, tahamaki kwa kichwani, dema linachukuliwa, anauliza mnanipeleka wapi? Tunakwenda kula. Si wewe mlafi? Wewe si mlafi? Sasa sababu yako kwenda kuliwa, ndio ada ya mlafi hiyo. Na hapa mjini pana shida kubwa zaidi. Kuna shida kubwa zaidi ya watu ambao hawaelewi msingi wa harakati. Kuna watu mjini hapa, watu wa mjini maradhi yenu wasta. Wako hao vipi? Watu wa mjini maradhi yao wasta. Kuna watu wameacha harakati hizi kwa sababu ya wasta tu.
kuonekana na yeye yuko karibu na wakubwa, anasikilizwa na wakubwa, anatembelewa na wakubwa. Kwa maradhi makubwa ya watu wapo. Kuna tasi na kuna wanaotaka wastatu. Kaacha nchi, kaacha damu ya wenzake waliodhulumiwa, waliouliwa, waliopigwa, Ukimuuliza sema wao wamefanya mambo makubwa. Hivi mahali alipambania barabara na wenzake? Waambizane jamani. Alipambania soko? Hapa tumekuwa kama uyoga. Maana uyoga uota porini, ukakuta wenyewe ndio unang'ara. Lakini uliozungukwa umezungukwa na tope tu. Au sio? Kama uyoga. Maana uyoga ndio unang'ara kupitia huyu. Sasa yote hiyo ni katika kuhalalisha yale maradhi yake. Sisi tunajua kwamba wewe hukurogwa na chochote katika, kwa sababu hakika kilichofanywa kufanya jambo hilo kwa mkopo, haiwezekani. Nyumba inaufa inataka kuanguka, ukaenda ukatia feni, halafu ukasema unaona bwana mtu alipofanya hayo. Mwambie mwingine, tafuta mjinga umwambie haiwezekani. Kwa sisi feli labda kwa alikuwa hajaliona, anasikia tu kuna panga bodi. Sasa leo kaletewa analiona, labda yeye anaweza akababaika, akasahau kwamba tatizo letu ni nyumba yetu inanyufa. Kama hatukuchukua juhudi, nyumba hii itaanguka, na hilo ndio la kushughulikia na kurekebisha. Na yasema haya kwa sababu tuone ujasiri wa watu ambao walisimamia zoezi. Wameonesha kujielewa, lakini pia wameonesha utayari wao wa kuendelea na harakati hizi, kuendelea na safari yetu mpaka tufike pahala twende tukakabidhi wazee wetu walioturithisha kazi hii, twende tukawakabidhi kwamba jamani, kazi mliotutuma, kazi mlioiasisi, leo alhamdulillah, Mwenyezi Mungu tumesimama, tumeendelea na juhudi, na leo tumeweza kuikamilisha. Kwa hiyo hili ndio tunalosema kwamba kwa dhati kabisa tunawapongeza na tunawashukuru. Kwa hakika mtu angesema kwa kazi iliyofanyika, wenzetu hawa wanastahili zawadi, na ni kweli, na zawadi zetu nayo moja tutaisema leo, na nyingine, unajua mtu akichachiwa akienda dukani, mshahara bado, anafanya nini? Anaandikwa kwenye mfuko, au vipi? Kwa hivyo na sisi leo zawadi moja tunaandika kwenye mfuko. Ikifika mwisho wa mwezi inshallah tutakuja kulipa. Na mkiona maana si lazima niwepo mimi, yoyote atakayekuwepo. Mkiona kalitoa watu wafahamu, kafanya kuisahau zawadi, kumbusheni. Maana ni haki yenu na ni wajibu wetu, ni deni, lazima tuje tulipe, inshallah Mwenyezi Mungu atuweke. Zawadi ya kwanza tunasema ni kwamba mtu muungwana anayepewa kazi akafanya vizuri. Waungwana wanasema zawadi kubwa ni kumpa fursa akafanya zaidi. Wazungu wao wana msemo wao, wanasema the best reward for a job well done is an opportunity to do more.
The best reward for a job well done is an opportunity to do. Zawadi nzuri kwa kazi iliyofanywa vizuri ni fursa ya kufanya zaidi. Kwa hivyo na sisi tunasema kwamba zawadi ya kwanza ni hiyo, kuwapa fursa inshallah kufanya zaidi, kazi nzuri zaidi. Lakini mara hii tutakapowapa kazi na fursa ya kufanya zaidi, inshallah tutajitahidi mazingira yawe mazuri zaidi, tutajitahidi tutengeneze namna bora zaidi ya kuweza na kuwawezesha kufanya kazi. Hiyo ndio tunasema kwamba jitihada tutakayochukua. Mimi naamini na sisi tuko tayari. Au vipi jamani? Tuko tayari? Asante sana. Lakini ya pili inshallah, hiyo zawadi tunaoandika Mwenyezi Mungu atuweke, tutailipa baada ya kutoka. Na inshallah tutakuja kutafuta ukumbi mkubwa zaidi ya ili mjifarague. Au kwa zawadi lazima apate fursa afanye nini? Ajifarague. Kwa hivyo na sisi tutasema nyinyi mapana yetu na marefu yetu wapi patatosha kwenda kujifaragua. Kwa hivyo jamani, la kwanza mimi niseme hilo. La pili limeelezwa hapa na watu wa organization, kalieleza naibu katibu mkuu kwamba tuna kazi ya pili, nayo ni kuwafanya walioandikishwa sasa wakenda kuwa wapiga kura. Na wapiga kura hao tukawatambua, tukajua hesabu yao, kwa sababu mwisho wa siku uchaguzi ni nini? Namba. Sisi hatutaki kuwa kama wenzetu maana wanapenda namba lakini hesabu hawajui. Sisi tunataka tuijue namba, tutengeneze hesabu yetu, kwa sababu katika hili hakuna kwa Tanzania hii ambaye anatushinda kwa maarifa, anayetushinda kwa uzoefu, anayetushinda kwa weledi wa jambo hili. Ndio maana mabwana walipigwa bakora mwaka wakijikamata mgongo wanapigwa za kichwani. Au tumeshuhudia kipigo cha 1995 kilikuwa tofauti na 2010 au na kilikuwa tofauti kabisa na 2015. 2020 wakaamua kuvaa magunia. Au kwa sababu sisi tunajua wewe jishike matako sasa kupiga mgongo, ukishika mgongo sasa kupiga za kichwa, kwa sababu huu ni uwanja tunao ufahamu, kwa sababu sisi hujipanga kwa uchaguzi, hatujipangi kwa ghilba, hatujipangi kwa wizi. Kinachowadhuru wenzetu, wao wako bizi kupanga wizi, kupanga hujuma na ghilba. Tena ghilba yenyewe mpaka kwa Mwenyezi Mungu kudhani kwamba labda Mungu huyu ni wa salamu. Maana taki ya Mungu wa salamu mpaka ukampangusa huyo. Hawezi kujipangusa huyo. Lakini Mungu wetu sisi katuambia kwamba inna Allaha basiru bil ibad. Au anayajua ya dhati ya mja wake, jizimedaka ifanye nini, yeye anayajua. Au sasa wao wanadhani wanaweza kudanganya hata huko. Ndio maana nasema kwamba sisi katika uwanja huu hatuna wasiwasi wa hilo. Wao wapange ghilba zao, wapange
wizi wao, wapange huduma zao. Kama kasema hapa makamu mwenyekiti, hajatania. Sisi tunavijua vituo vyao, tunawajua watu wao, nani alipangwa kwa kamanda wa harakati hizi, siwajui vipi. Sisi hapa tuna wajomba, tuna ami, tuna shangazi. Anawezekana mtu alikuwa tuna mashemeji. Wengine utasikia wanapiga kelele, wakali kweli kweli, wanalia wivu tu. Maana tumewaoa tukazaa na watoto. Kwa hivyo sisi tunao wote hao. Sasa tutashindana na mtu ambaye hana shangazi, hana mjomba, hana ami, jamani, ushindani huo ukoje? Ushindani huo ukoje? Utafikika hawa hawaelewani. Kumbe bwana ni mtu na mkewe. Bibi tu analia wivu. Akishakuwa kijora, maneno yamekwisha. Kwa hiyo tunachosema kwamba sisi tujitahidi tuendelee na kazi hii. Wakati nilipokuwa nawatembelea wazee wetu, wapambanaji wetu, na mimi naomba hapa niwape salamu zao na hasa za kifaida. Namjua mpambanaji, kamanda, lakini leo uko kitako. Anasema waambie vijana kazi tuliokuwa tukifanya miaka yote waendeleze, hapana, na hasa mwaka huu. Anasema hasa mwaka huu, kwa taarifa tulizonazo, sio tunaojua uchaguzi. Kama ni kudanganya, basi sijui wakatafute namna gani ya kudanganya, lakini hawana manusura. Kama vijana wamesahau, waambie waje, niwape maarifa, niwakumbushe. Kwa hivyo jamani, mimi nishaondoa deni. Iliyobakia sasa ni kazi yenu. Tumefahamiana? Hilo ni kwa jambo la tatu. Kalizungumza hapa makamu mwenyekiti vile vile, na hili ni jambo lazima tukumbushane kila wakati, kwa sababu ndio kama tunavyosema, kama tutaweza kulisimamia vizuri, kama kila wakati ndio litakalokuongoza msingi wa harakati hizi, dhamira ya harakati hizi, hatutoharibikiwa, hatutopata tasi, wala hatutopata wale wagonjwa wasta. Tutasimama kwenye mstari tukijua sisi tuna safari, sisi si wazururaji. Na tunachosema cha kwanza, hili naomba, najua naliweza mnanielewa, lakini tukumbushane. Makamu mwenyekiti hapa ananiambia la kwanza tunachotafuta, na ndio kazi ya mwanzo, kutafuta mamlaka kamili. Mheshimiwa makamu mwenyekiti na nyinyote ambao kwa pamoja mmenipa hili, mimi nilishatangulia kwenye jambo zamani kwa hili. Bado na wasiwasi? Bado na wasiwasi na hili? Hamna wasiwasi, kwa sababu tunafahamu kwamba sisi siasa zetu, wenzetu wa Tanganyika na nani hapo wanafanya siasa kwa sababu wao wanafanya siasa za nani aendeshe vizuri nchi yao, au sivyo? Sisi tujiulize, nchi hiyo iko wapi? Ndio unapo taajabu, hao ndio kujashua.
ukifurukuta hakutoi nchi, wanataka kutoa nchi tena wanatishana wenyewe. Nchi hiyo iko wapi? Nchi hiyo iko wapi? Kwa hivyo sisi tunachojua, maana ni kama vile tupo kwenye nyumba, lakini nyumba hii hatujui nyumba hii imeuzwa au nyumba hii imekodishwa au nyumba hii imekuwa rahani au nyumba hii imekuwa kama ile hadithi ya Mgunya na jahazi yake. Kama mtu kachukua kampa bibi kwa sababu tu ananaushwa mkono. Wengine hawajui hadithi ya Mgunya. Tuwakumbushe, wanasema Mgunya yeye alikuja hapa na jahazi yake. Alipofika hawa watu wabaya sana wa mikokotoni, wakamchukua wakamweka ndani, na watu wanajua kazi zao. Mgunya hajawahi kuona mkono kunaushwa, hajawahi kuona kana ilifuliwa ikatiwa buluu, hajawahi kuona kofia ijaandikwa kwenye kisahani. Mswahili wana mambo kweli kweli. Pengine ndani. Sasa alipofika hapa kaona yeye kafika. Kaka ndani anaambiwa bwana, wakati wa safari tayari anasema yesha kazi yako. Nyenendeni. Kwa ufupi kama hati ya vijana kazi mpaka ikabili mwisho jahazi iuzwe. Yeye yuko ndani. Hajazinduka. Tulipomaliza pesa. Maana pesa zozoa jahazi zikapigwa kodi mle ndani. Zilipomaliza zikafukuzwa. Anaambiwa wewe kwenda mle gani? Ndani unaunguruma tu. Halafu nikulishe nini? Ngani? Sasa siku aliondoka wakapiga kilio kikubwa kweli kweli. Anaulizwa, vipi? Anasema, unalia? Sema, silili tumke jamani. Nani ndiye jahazi yangu? Impita mikondo mingi haikuzama, imkuja zama hapa nchi kavu. Mgunya, lakini si ndio ulipoipeleka? Wewe ulirogwa kwa mkono kukoshwa, wewe ulirogwa kwa sasa yashakuisha. Sasa na kuna wenzetu nao wamewekwa sijui kama Dodoma au wapi, tena wao hawapewi mambo makubwa, madogo tu. Mwingine kapewa eka 20 za shamba, mwingine sikapewa eka 50 za shamba. Anaona jambo kubwa, yuko tayari auze. Sasa ingekuwa nchi ni kama ya Mgunya, ni yao, usingekuwa na tatizo wewe. Lakini nchi si yao, na wao hawana hata habari kama wananchi. Wao wanajua ndio kitu gani. Lakini sisi tunafahamu kwamba nchi hii na utukufu wake. Nilikuwa nawaambia kati jana kwamba ajabu, yani tulipofikishwa nchi hii sisi ndio tulioipa Kenya Mombasa. Maana Mombasa ilikuwa Zanzibar. Kwa miaka mingi tukakodisha Uingereza, tukarudi tukaikodisha kampuni ya Kiingereza kutoka 1895. Tarehe 5 Oktoba mwaka 63 ndio tukakubali Zanzibar kuwapa Mombasa Kenya. Jamaa mnafahamu lakini hata vijana sisi tumewapa kwa mkataba
Na leo ukisikia Kenya wana mahakama za kazi, si kwa sababu ya watawala wa Kenya kuzipenda mahakama za kazi, ni kwa sababu ndio sharti letu sisi Zanzibar tuliowaekea kwamba mahakama za kazi ziendelee kuwepo. Waislamu wa Kenya ambao wengi wao walikuwa Wazanzibari waheshimiwe haki yao ya dini yao na mipango yao na utaratibu wao na mila zao za kuendesha mambo yao ya kidini. Hata walipofanya marekebisho ya katiba, kuja na katiba mpya, kuna watu walipiga kelele kweli kweli kutaka kuziondoa, wakaambia kwa mujibu wa mkataba hili ndio sharti tuliopewa Mombasa, walipwe ardhi zao. Ndio maana jamani, leo Kenya wanafaidika, Mombasa wanafaidika na yale tuliowaekea Kenya kuwapa Mombasa. Hale unaenda kwa rais wa Zanzibar Kenya, mpaka utilio Irani kwanza, vinginevyo usomeki, maana hujulikani wewe rais au wewe meya au wewe nani, mpaka atoke kwa mkuu aseme huyu mwekeni, mchukulieni kama manaye makamu wa rais, mtu ambaye nchi ambayo umewapa sehemu muhimu ya nchi yao, eti leo huna kutambulika wewe nani, una hadhi katika nchi. Jamani, msiba mkubwa sana tunaochukulia poa, lakini sio jambo la poa, ni kielelezo cha namna tulivyofikishwa Zanzibar. Leo Zanzibar tunadanganyika kwa sababu wenyewe watu wa sisi wameamua kufanyiana kama mtu na hawara yake hashakum. Jamani, kwa sababu unaambiwa nyumba iko kwa jina la bwa mkubwa, lakini wewe umepewa fursa ya kutumia. Mange nyumba yako, tena mtu anaambiwa hii nyumba yako, lakini kumbe jiulize, una hati? Basi nipe hiyo nyumba, nipe hati. Nakwambia wewe shida yako ni sikukaa kwenye nyumba, sikutumia nyumba, sikusirika. Ndio tulivyoambiwa sisi, tulifikishwa hapo au tumefikishwa hapo, na sisi wenyewe eti tumeridhika, tumedanganyika kwa hiyo. Manangu nini? Manangu leo kwa mfano tuna swala kama na bandari. Jamani, bandari kwa mujibu wa katiba ya muungano ni ya Zanzibar. Ya muungano, si ndio? Nchi inaendeshwa kwa nini? Mapato. Ushuru wa forodha jambo la Zanzibar. Zanzibar tuna mamlaka nayo, si jambo la muungano. Au ushuru wa bidhaa si jambo la muungano. Elimu ya juu jambo la muungano. Tumefikishwa pahala nchi hii akhlaki yake ni elimu ya dini. Leo tunaambiwa Al-Azhar haitambuliki Tanzania, TCU hawaitambui. Haya hakuna bibi, haya pengine kwa watu haya bibi, nawaambia tumefikishwa hapo kwa sababu Al-Azhar ni chuo ambacho tunaonekana sisi tunafaidika, sisi tunatoa wataalamu, tumefikishwa hapo na sisi tumeufiata kimya kusherehekea magorofa. Hapo ndio tulipofikishwa. Sasa mimi najiuliza, kesho ikitokea kesho kachaguliwa mwanamume kule aliokuwa hapo simamia hili, maana wanasema hata sisi mwenyewe tumemsikia Lukuvi, si tumemsikia Samuel Sita. Hivi mnataka aje nani ateremshwe nani aje waambie? Mwenyezi Mungu katufunulia vifua vyao kupitia wao wenyewe. Sasa Zanzibar bado tumelala.
Eti jamani. Sasa watu wanajifanya hawafahamu, hawasikii hayo, kwa sababu ndio hiyo ananawishwa mkono. Kwa sababu ananawishwa mkono kawafunya. Tafuta lako ukazamishe, tafuta jahazi yako ukazamishe nchi kavu. Lakini sio nchi yetu. Sasa leo akitokea mtu akisema kwamba jamani, nishaapishwa, nimeapa kwa katiba ya Jamhuri ya Muungano, na katiba hii inasema bandari ni jambo la muungano. Kesho namtafuta mtu kutoka Sengerema ndio atakuja kusimamia bandari, mtapeleka balanti ya kapigane nani? Jamani, au JKU? Maana jeshi lao, si ndio? Polisi yao. Na si anaweza kuambia uhamiaji ndio usema usi raia atafundisha yeye. Uhamiaji si yao. Sasa hivi kweli unakuwaje kiongozi hayo kuyaoni? Na kwa kweli unataka kutudanganya na sisi kwamba hakuna tatizo, tunakwenda mbele. Hiyo kitu haiwezekani. Tunasema hiyo haiwezekani. Kama nchi tulioingia kwenye muungano, lazima tuwe na mamlaka juu ya maneno ya wazungu, destiny yetu. Mustakabali wetu hatuwezi kuweka rahani kutegemeana na nani yuko kule Tanganyika. Haiwezekani, hiyo si nchi. Na ukiwa kiongozi unaikubaliyo, wewe una matatizo makubwa kweli kweli. Hufai kuongoza wenzako. Kama hilo wale hatufundishi. Sisi tunachosema, wazee wetu asili ya harakati hizi waliona hakuna nchi inayokubali haya. Leo inatumika juhudi kubwa sana. Juhudi kubwa kweli kweli kutufanya eti tuone kuvunja muungano, maana sisi ni jambo la wasi, ni jambo baya kuita kimemba nchi. Muungano wa juzi 68 tena tuliounganishwa. Mwenyezi Mungu alikuwa mkubwa. Siku hizi wanaandika wenyewe Tanganyika juu ya zile njama zilizofanyika mpaka Zanzibar ikaingizwa kwenye muungano. Vijana someni. Juzi nilikuwa nasoma kitabu cha chuo kikuu cha Dar es Salaam, Journal of African Politics. Yaani yale yote ambayo tunayasema wameyacompile, kapata mtu mmoja kayaandika makala wa profesa wa chuo kikuu kuonesha vipi Zanzibar ilihujumiwa, vipi ilifanywa njama mpaka ikaingizwa kwenye muungano. Sasa muungano wa juzi 64, hiyo ulikuwa halali si halali, lakini muungano wa juzi 64 si ulikuwa wa nchi mbili? Si tuna mkataba? Sasa leo iweje dhambi uhoji? Na tunaona kwamba au CCM ndio wanaona ule bunge la katiba tulifika pahala wenyewe yalipokushakuwa chachia. Yalipokushakuwa chachia wakaitisha kikao, maana wale chao waliobakia kwenye kamati ya uandishi walikuja na mambo 17. Walikuja na mambo 17. Miongoni mwa watu waliokuwemo waliobaki, mimi nilipotoka, mimi nilipoona tu kwamba hii inaandikwa hili kombe hili, hili kombe la kukua hili, sio la kuponya. Nikaambia hii naijua. Nikatoka mapema. Sikukubali mimi. Wakabakia wengine, akiwemo naibu spika, na balozi mmoja, hata mwanasheria mkuu wa sasa wa Zanzibar naye alikuwepo. Lakini na wao wakarudi kwa wakubwa zao wakaambia hawa wanatufuruza, haiwezekani hili, tunaambia hawataki. Wakaja na mambo 17. Kwamba haya kubalika. Ndio nilipoandikwa na mimi kwenye kikao, maana wakati huo nilishakuwa public enemy.
tuyajadili 17, nikaambia hapa mtoki, tutafuteni za strategy, ni kwamba tutafuteni mambo ambayo ni deal breaker. Mambo haya zote nyote humu ndani mtakubaliana kama hili halikutoka, hatuwezi kukubali kuendelea na mchakato. Yaani iwe ya kubaliwe 7, likibakia 1, hilo pia hilo 1 hatutakubali. Na wana bwana, watu wakali wale wakizungumza kwa peke yao, hamjawahi kuwaona. Maana mtu kama hivi nilivyo mimi, wallahi huipa kama tukule kwa ukali, haiwezekani tufanywe hivi, ile halikubaliki. Leo sitakupiga kura kuona watazama sana nilipigwa sindano gani. Tukakubaliana mambo 8 kwamba haya 1 likikataliwa tutavunja mstari. Na mimi ndio nikakuwa kazi nije nayo Zanzibar kumwambia rais, msimamo wetu mambo haya 8 hayakubaliki. Wenzetu wakikataa katika hili tunatoka. Bahati nzuri mimi namshukuru, nasema hivi, nasema kwa sababu for public interest. Alikuwepo na alikuwa katibu mkuu viongozi, na yeye akapendekeza 2 ya ziada, yakawa mambo 10, kwamba hizi ndio deal breaker zetu. Haya kwamba yasipokubaliwa hatukubali. Narudi Dodoma, na ikiwa kuna mmoja kanifuata usiku tena saa 5. Bwana, manake tumekubaliana sisi twende tukapige kura, tusigombane na mzee. Ndio hivi, mshamwambia huyo kiongozi wetu? Hajamwambia, lakini bosi wetu atazungumza naye. Kabla kama mimi sikilizeni. Nilimwambia sana, yake ni sahibi yangu sana. Ngambia rafiki yangu, sikilize. Katika hii profession ya wanasheria, mimi sikutahiriwa nikiwa jandoni. Una tofauti. Kuna watu vijana siku hizi mambo yao ya ajabu ajabu. Hakwenda jandoni walisajiliwa. Walifanyiwa tu. Maybe kwa biological process. Lakini ile ya kujitambua mwanamke manake nini? Hii mpaka uende jandoni. Na wewe unaitwa attorney general. Huu general una maana yake. Na ni wakati kama huu unapokutana na mazingira kama haya, hapa inabidi uamue. Kama ni pahala mkono wako umekatwa lakini umekwama, unataka uende mbele, uambie wenzako mkono ukateni, lakini tupate kusonga mbele. Ndio wako huyu tu generali jinga tu hivi, si mapambio. Ukipewa manake ni dhamana kubwa sana. Nikaambia, sikilizeni, nyinyi baada ya miaka 5 hakuna hata mmoja atakayejua kama ulikuwa mjumbe wa bunge la katiba. Lakini mimi for the next 200 years watu watajua mimi ndio niliouza nchi yao ya Zanzibar, na mimi siwezi kukubali nyuma hiyo. Sasa ninachosema ni nini? Kwamba wenzetu wanatumia juhudi kubwa sana. Tusahau, tuone hakuna tatizo. Ndugu zangu, kuna tatizo. Kwa sababu kama kuna mamlaka ya nyenzo za kiuchumi, utakwenda mbele wapi? Tusidanganyane, tusikubali ile hatua lao, tusikubali ujinga wao. Huwezi hata siku moja, hasa nchi ya kisiwa. Kama una mamlaka kwenye bodi,
Kama kuna mamlaka kwenye mambo yako ya msingi, bandari, mawasiliano, huwezi kwenda mbele kwa kutegemea kuna mjomba wako nani yako atakuja kusema nitakulipia deni. Kuna nchi inaolipiwa deni, naye hakulipii deni akasema nimekugaia, mna mkataba anaandika on lending agreement. Alichokopa halafu wewe anakuja kukukopesha, halafu wenzetu wanataka kukubabaisha. Haiwezekani hiyo, katafuteni ine. Sisi tunachojua na tunachosimama ni kwamba nchi yetu tuna haki zake, tutazidai kwa sababu ni haki yetu, na katika hili hatutomuogopa yeyote, hatutomwonea haya yoyote. Wanajua Mheshimiwa Zeroma anajua wenzetu linapokuja suala la maslahi yao kusema sharia, katiba, au sio? Lakini likija la kwetu maana sisi ndugu sijui udugu wa Jiangi Mkongwe wa mwetu. Sasa sisi tunachosema ndugu zangu, tunachosimama nacho ni haki ya nchi yetu, kwa sababu hatujamwibia mtu wala hatutaki kumwibia mtu. Tunachodai ni haki yetu ya kisheria ya kikatiba. Tumeona wenzetu wajiungana. Naambia Uingereza, jamani, hili nasema somo hili hapa mjini tunapokwenda muhimu sana. Maana haya ndio yanayotumika kutuzuga. Kama ni muungano, Uingereza jamani, si kisiwa kimoja tu. Si kisiwa. Lakini kisiwa kile kilikuwa na nchi mbili. Au si? Na kina nchi mbili mpaka leo. Maneno ya wazee hapa, kuna Uskochi na kuna Uingereza. Scotland na England. Nchi mbili. Lakini hawa wameungana kwa mkataba maalum wenye vifungu 25 uliopigiwa kura kwenye mabunge yote mawili, bunge la Scotland na bunge la Uingereza mwaka 1707. Lakini simesikia jamani, nakumbuka na 2013 2013 si walipiga kura Scotland kuulizana, je, tuendelee kuwepo ndani ya muungano au tusiendelee? Au msahau tarehe. Lakini juzi, kwa sababu gani? Kwa sababu ni haki yao. Hawa ndani ya muungano kwa miaka 400 sasa. Lakini kwa sababu ni haki yao, bado inatambulika ni haki yao. Sisi tuliingia kwenye muungano kwa akika za uzayuni, au sivyo jamani? Zikapitishwa na bunge la Tanganyika, zilipaswa zipitishwe pia na bunge la Zanzibar ambao ni Baraza la Mapinduzi. Hadi kufanyika hilo, haya sawa. Lakini msingi ni ule ule, kwamba tumeungana kwa mkataba. Leo tunapoona kwamba mkataba ule wenzetu wameutumia vibaya, mkataba ule unatudhalilisha, mkataba ule unatufanya sisi tushindwe kuendelea kiuchumi, tuwe masikini sisi na watu wetu, tuwe fukara sisi na watu wetu. Sasa tukikubali, nyewe Wazanzibari niwaulize, mnakubali kuendelee na hivyo tulivyo? Mnakubali mkataba wa namna hiyo? Ndio tunachosema, kwamba kama mnataka muungano, tukae chini tujadiliane. Si haki yetu? Au vipi? Sasa leo unapotuambia kwamba tunadai haki yetu, Mzee Jumbe kaondolewa, si ndio? Karume alioasisi huo muungano mwenyewe hapa hasemi na Nyerere, kwa sababu aliona kwamba kuna mambo hayako sawa. Kwa hivyo sisi hatujaja na bidaa. Hili sio bidaa.
Hili ni faradhi tulionayo ya kudai haki za nchi yetu. Maana kaanza nalo Karume, kaja nalo Jumbe na wengine, na sisi na Maalim na wenzake wakaniendeleza, na sisi tumelirithi wajibu wetu, na inshallah tutautimiza wajibu huo. Haiwezekani. Tuna vijiji vidogo hapa Mauritius. Mauritius leo, ndugu zangu, Mauritius ni ndogo kuliko Zanzibar. Wana kilomita 2000 za mraba, Zanzibar tuna kilomita 2600. Wana idadi ya watu 1,600,000, sisi tunakaribia milioni 2. Wale wako huko kichochoroni, kila mwaka wanapigwa na vimbunga. Sisi tuko Mwenyezi Mungu atuweka pahala hapa ambapo ndio kwenye faida na manufaa makubwa ya kiuchumi kuliko nchi yoyote ya visiwa. Leo tunapigwa na umaskini. Anakuja mtu anakuambia tunaendelea, tumeleta maendeleo. Katafute wajuha wakwa Dangari, lakini sio mtu wa Zanzibar. Utawapata Tasi, utawapata na wapenda wasa, lakini sio mwananchi wa Zanzibar anaye. Ndio maana leo nchi yetu tulipo, nchi yoyote duniani inajisifu kwa maendeleo ya uchumi, inajisifu imeuza nini nje, ndio uchumi. Ndio maana ukisoma kile kitabu cha miaka 10 ya Shirazi cha 74, akaburugia naona na mtazamo mwanaweza kumzama anakudai. Ukitazama wameorodhesha Zanzibar ilikuwa ikiuza nini nje na ikipata mapato ya kiasi gani. Ikiuza karafuu, mle wanasema wameuza ndani ya miaka 5 tani 62,000 za karafuu. Serikali ikapata mapato ya milioni 547. Kwenye nini? Karafuu. Wameuza mafuta karafuu, serikali ikapata milioni 16. Wameuza bata, wameuza mashudu, wameuza sijui mafuta ya chai, wameuza mafuta ya ndimu, wameuza hii orodha. Vijana kasomeni. Na hiyo ndio nchi. Unajiuliza uchumi wako lazima uwe na cha kuuza nje. Kwa nchi ya kisiwa unawezekana huna cha kuuza nje. Unauza huduma. Sasa tujiulize, ukiachia mahoteli, tuna huduma gani tunayouza nje? Wazungu wetu tunanunua sisi, tuna import hata huduma katika mambo ya msingi. Yaani ufanye import ya gari kwa sababu utengeneze gari au vipi? Na una uwezo wa kutengeneza gari au vipi? Ununue mitambo kwa sababu una uwezo wa kutengeneza mitambo. Nunua mafuta kwa sababu huzalishi mafuta. Ndio nchi inavyokwenda. Unanunua lile ambalo una uwezo wa kulitengeneza. Sasa leo sisi tunanunua mpaka huduma ya kuendesha maabara zetu za hospitali. Mheshimiwa Mazuri huko. Sisi tunayajua. Leo tunanunua huduma ya kuja kuendeshewa umeme wetu megawati 120. Tunanunua. Utusijidanganye, hiyo ni huduma tumeinunua. Tunakuja kuwalipa watu
fedha za kigeni, kwa sababu ndio watakazopeleka makwao. Jamani, megawati 120 Zanzibar hii tumeanza kuwa na kinu cha umeme mwaka 1875, kabla Afrika yote hii haijajua umeme kitu gani. Iko kizazi. Basi miaka yote toka 1875 mpaka leo, baada ya miaka takriban 200, hatujakuwa na uwezo wa kuendesha megawati 120. Megawati 120 zina waziri, zina katibu mkuu, zina naibu waziri, zina meneja mkuu, zina wakurugenzi, zina bodi ya wakurugenzi, na wote hawa wameshindwa kuzimanage megawati 120. We import service management ya megawati 120. Tuone aibu. Hapo ndio tulipofika, ndio tulipofikishwa. Jamani, mwananchi wa Zanzibar, unataka wewe hawa wakwambie nini kwamba wameshindwa? Ishukuka. Maana pamoja na hiyo megawati 120 ndio tunasema siku ukikaa muda saa 6 umeme haujazima, inabidi upige simu zetu. Jamani, leo mna matatizo gani? Kwa umeme haujazima? Utajua kuna na mengine. Lakini ninalosema kwamba tulivyo katika suala la mamlaka ya nchi, hili hatuna mjadala, hili hatuna mbadala, wala hatuna mtu wa kusema akizime mdomo. Akikuzima mdomo tutamng'ata, maneno yake tutamtafuna, si ndio? Kwa sababu ni haki yetu. Lakini tunasema leo Zanzibar tuko tulipo kwa sababu moja, hatuna mamlaka yetu ya kuendesha nchi. Ndio maana tunaletewa hata nani atuongoze. Ndio maana tunapigwa vita, tunauliwa ili tukubali utaratibu uliopo. Hatukubali, tutatumaliza. Siasa za Zanzibar, tupende tusipende, moja kwa sababu gani kunakuwa na matatizo, ni kwa sababu kuna watu wanataka waweke watu ambao wataendeleza ukoloni wao, wataendeleza namna wanavyoitawala Zanzibar. Kwa hivyo muungano ni tatizo moja kubwa sana la siasa zetu za Zanzibar. Tena wako kwa mahodari kuwatafuta wale watu wafiriki kabisa. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi nasema tuna siku yetu, tuna siku ya kuja kuyazungumza haya. Nimalizie kwa mnasaba wa hili ambalo leo tumeanza mchakato, na niwakumbushe kwamba jamani, sisi tukisema kwamba chama chetu hatupambanii vyeo wala hatupambanii chama chetu labda kiwe na watu wanavyo, tunapambania nchi. Na ushahidi wa hili mimi nataka niwaambie leo watu wa mjini na magharibi, wengine hatujali tulisema. Sisi tulipoanza kwenye JNU, mahali umeshaondoka, mimi nimeingia. Tulikaa tukashauriana, tukasema jamani, sisi kama tunataka kuijenge Zanzibar, lazima tuwe na long term plan, tuwe na mawazo na mipango ya muda mrefu. Huyu kiongozi wetu aliyepo kwa siku hizo sote tulikuwa tunaona hana mwelekeo. Huyu anaelekea, inawezekana tukenda naye kwenye hiyo long term plan, kwamba tuache hizi siasa za ligi, tuingie katika siasa, tukae naye, tukubaliane naye kwamba bwana, tunayotaka kwa maslahi ya nchi
yarekebishwe. Ni haya, ukiyakubali, ukiweza kuyarekebisha haya, tukiwa tayari tukawa na mpango wa utekelezaji wa haya, sisi tutakwenda na wewe kwa muda mrefu, kwa sababu nia yetu nchi yetu inyooke, nchi yetu itengenee. Tukaambia sisi 2025 tutakuunga mkono, tufanye kazi na wewe kwa miaka 5 zaidi, tukamilishe utekelezaji wa mpango huu wa kuinyoosha, kuifufua na kuitengeneza upya Zanzibar. Tuwaachie watoto wetu na kizazi chetu Zanzibar iliyokuwa imenyooka. Tusiwaachie balaa hili, tusiwaachie mzoga huu. Watakuja kuuana, watakuja kuuliwa. Na tukaenda alianza kudosha mnaso. Baada ya kukubaliana, tulimtumaye wa mwanzo, tukaona yeye kidogo upepo wao sijua na kitu gani, lakini tuliona wenyewe Kiswahili chao sijua nikutana wao, lakini hiyo ni 2021 kabla wala hatukwenda kwa kubadilishana kwamba vyeo wala nchi hii inahitaji mpango wa muda mrefu. Akaenda kwa bwana, kamsikiliza, haya sawa. Akatoka timu ya alikuwa kiongozi wetu wa chama Zito, akaenda kuzungumza naye, tukasema naye wana Kiswahili chao wanaelewana, kamsikiliza. Ikatoka timu kwenda akiwepo na bwana, baada huyo tuliokuwa tunaona labda huyo atamuona baba, lakini na yeye akaenda kumueleza hili. Na jamani, hili hatuseme, hili tumeshawahi kumwambia. Siku kamati ya uongozi tulipokwenda kumuona baada ya maagizo ya halmashauri kuu, tulimwambia mbele ya wasaidizi wake kwamba wewe tulikupa fursa ya kufanya kazi na wewe kwa miaka 10 kwa sababu nia yetu, madhumuni yetu, dhamira yetu chama chetu si vyeo binafsi. Madhumuni yetu ni kuinyoosha nchi yetu. Hatujali sisi ukiwa wewe, mkiwa nyinyi, twendeni. Marafiki zake tulipoambia wengine nasema hayo, ikabidi wende wakacheki naye, sijua ni wajibu. Nalisema hili kwa sababu ni kuonesha ndio kielelezo chetu cha dhamira yetu, dhamira ya chama chetu kwa nchi yetu na kwa harakati hizi. Na sisi tukampelekea hayo maeneo tunayotaka yarekebishwe, si hapo kipendelea ACT. Na haya yote tumemweleza Rais wa Jamhuri ya Muungano Dr. Samia. Mtu wako tumempelekea haya, na yeye mwenyewe pia tukamwambia hivi mwisho kwamba mheshimiwa, hii kwenda kutoa nini mchuzi haifai. Nchi hii ina tatizo kubwa, imevurugwa, imefika pahala inahitaji mpango na maono ya muda mrefu wa kuirekebisha ili ije iwe Zanzibar wanao na wajukuu zako watakuja kuishi kwa amani. Tufike pahala turekebisha madogo, tuje tuunde timu ije iandae long term vision ya Zanzibar, na sote tukikomiti. Tumefika baada sisi kuambia kwamba hata ikiwezekana uchaguzi 2025 tuwe na serikali ya mpito ya kuitengeneza Zanzibar, halafu tuje tuwe na uchaguzi ambao utakuwa sasa uchaguzi kweli utakaoipeleka Zanzibar. Yote jamani, haya ni kuonesha commitment yetu, ni kuonesha maono yetu kwa nchi yetu.
yote yanaonyesha msingi wa harakati zetu. Kwa hivyo leo mimi kwenda kuchukua fomu, msifikiri kwamba nilikuwa na ndoto au nilikuwa na hamu ya kutaka urais wa watu maskini mgumu. Kama kweli umeamua kuwatumikia, huwezi mtu na akili yako ukasema tunaenda kupambania. Uende kupambania kwamba iwe ni commitment yako, ni ibada yako kuwatumikia wenzako, wanyoshe nchi yao, na hilo ndio madhumuni yetu. Hatuendi kwa sababu tuna hamu labda ya Kimora akikulipi school fee ya mtoto jamani. Kikubwa inakuzuia usipate. Maana huko ndani na unasubiri vocha mwisho wa mwezi. Sasa hayo ndio madhumuni yetu ndugu zangu. Na Wazanzibari wametuelewa. Lazima jamani hapa tutoke. Na sisi tuko committed kwamba inshallah tunaamini salamu tunazozipata kwa ndugu zetu, salamu tunazozipata kwa wenzetu Wazanzibari kwa kila kona waliokuwa sio tasi, ni kwamba wako tayari kwenye safari yetu hii. Tushindwe sisi wenyewe. Ndugu zangu, tuna wajibu, ndugu zangu, tuna dhima, tuna dhamana ya kuwaongoza Wazanzibari watoke hapa walipo, tuwapeleke wanapostahiki. Tuitoe nchi hii hapa ilipo, tuipeleke inapostahiki. Ndio cha msingi tunachosema. Sasa hii labda mshindwe nyinyi, na tukishindwa hilo ndugu zangu, tutakuwa tumefanya dhambi kubwa sana. Tumeaminiwa, hatukujiisha. Mimi waulize kwamba jamani, tuko tayari kusimamia amana na dhamana hiyo? Tuko tayari kusimamia amana na dhamana hiyo? Basi la mwisho, ndugu zenu wazazi wanatuletea salamu zote, matumaini yao, matarajio yao ni sisi. Nachowaomba tusiwaangushe. Wao wanatuambia jamani, msituangushe. Wanatuambiaje? Msituangushe. Na mimi nawaomba tusiwaangushe. Ndugu zangu, tusiwaangushe. Ni dhima na dhamana kubwa kupewa imani kama hii ambayo